Amina. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Tunapenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili tena ya siku nzima ya leo. Basi leo tutaenda kumalizia kipengele kidogo. Nilikuwa namuomba Mungu sana ni kitu gani ambacho tunaweza tukamaliza nacho. Nitamani kumaliza na lile somo ambalo tulikuwa tunajifunza asubuhi, lakini Roho Mtakatifu anawajua zaidi. Amina. Kwa hiyo nitafundisha kitu kimoja ambacho ndicho nimesikia sana msukumo ukifundisha katika dakika hizi chache ambazo tuko mahali hapa. Amina, watu wa Mungu. Bado tunaendelea kujifunza swala la kwamba ukikataliwa kitu gani ufanye, na leo tutaenda kujifunza kukataliwa kunakosababishwa na kukimbia wito. Kukataliwa kunakosababishwa na kukimbia wito. Amina, watu wa Mungu. Kuna watu ambao kimsingi wanakataliwa kwa sababu ya kukimbia wito wa Mungu ndani ya maisha yao. Okay? Kuna watu ambao wanaweza wakaona kwamba wana majanga mengi katika maisha ambao wanayapitia, lakini ni kwa sababu kuna wito wa Mungu ambao wameukimbia. Na Mungu anachoamua kufanya, kwa sababu uliikimbia kazi yake, huko ambapo unaenda unakutana na majanga ambayo hadi wewe mwenyewe unabaki unajiuliza changamoto ni nini. Amina, watu wa Mungu. Tunafahamu story katika kile kitabu cha Yona. Kabla sijaanza kukupa pointi za msingi, tunafahamu ile story ya Yona kwamba Yona alikuwa ameitwa na Mungu. Amina, watu wa Mungu. Akapewa kazi maalum kabisa, akamwambia Bwana, nataka uende ukahubiri mahali panaitwa Ninawi. Tunaenda sawa sawa. Lakini Yona, kitu cha kwanza ambacho tunajifunza kwa Yona alikuwa yuko vizuri sana kuisikia sauti ya Mungu. Hakuwa anabahatisha. Tunaenda sawa sawa. Tofauti na wale watumishi wanasema nimeota, sijui ni Mungu anasema au sijui asemi. Yona hakuwa na hilo tatizo. Alikuwa tayari ameshafuzu kwenye hiyo level. Alikuwa anasikia sauti ya Mungu vizuri. Na Mungu akampa maelekezo kabisa, nenda kahubiri mji wa Ninawi. Lakini Yona, kwa sababu akaona Ninawi na changamoto kadha wa kadha ambazo zilikuwepo mahali pale, yeye akaamua kukimbia kwenda wapi? Tarshishi. Amina, watu wa Mungu. Sasa ninachotaka uangalie, wakati anakimbia kwenda Tarshishi, Mungu akaamua kutuma upepo mkubwa kwenye bahari kule. Tunaenda sawa sawa, kwa ajili ya kumfuata Yona. Wasomaji wa Biblia wanafahamu ilitokea vurugu kubwa sana baharini. Amina, watu wa Mungu. Ilitokea vurugu kubwa sana, mali nyingi za watu zilipotea, ilibidi, na mwisho wa siku watu wakaja wakagundua kwamba wanateseka kwa sababu ya Yona kumkimbia nani? Mungu. Wakaamua na wao, kwa kweli, kwa sababu sisi tunateseka, wewe umemkimbia Mungu, tukuchukue Yona tukutupe. Na walipomtupa, bahari ikatulia. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ni story ambayo tumekuwa tukiisikia mara kwa mara na tunaifahamu, lakini natamani sana, hebu tujaribu kujiuliza, Mungu ana watumishi wengi. Amina, watu wa Mungu. Mungu ana watumishi wengi. Kwa nini aanze kuhangaika na huyu ambaye anamkimbia? Si angeenda akatafuta mtu mwingine? Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa nini aende kuhangaika na huyu mtumishi ambaye hayupo tayari kwenda kuhubiri? Si angeenda akatafuta watu wengine? Wapo wengi sana ambao wako tayari, lakini bado akang'ang'ana kumtafuta Yona. Kitu gani ambacho nataka ukielewe kwa wewe ambaye uko mahali hapa, kabla sianza kueleza kuhusu mambo ya utumishi sana? Kumtengeneza mtumishi huwa sio kazi ya siku moja. Tunaenda sawa sawa. Kunaweza kukawa kuna manabii wengi sana katika ule mji, lakini sio manabii wote ambao walikuwa wameshafika viwango vya kuisikia sauti ya Mungu waziwazi bila mashaka. Tunaenda sawa sawa. Kwa sababu Yona alikuwa ameshafika hicho kiwango, anaisikia sauti ya Mungu bila shaka lolote. Tunaenda sawa sawa. Lakini kitu kingine ambacho kiliangaliwa ni moyo wa Yona. Tunaenda sawa sawa. Yule alikuwa ametumwa kwenye nchi, hakuwa anatumwa kwenye mji wa kawaida, kwenye nchi kwenda kuihubiria, ambayo tayari kulikuwa na mfalme wake na kulikuwa na mfumo wa uongozi wake. Watumishi wanaweza wakawa wako wengi,
Tuko pamoja? Lakini si watumishi wote wanaweza kusimama mbele ya mfalme. Tunaenda sawa sawa, watu wa Mungu? Watumishi wanaweza wakawa wengi, lakini watumishi ambao wanaweza kusimama mbele ya mfalme na kuhubiri huwa ni wachache. Kristo asifiwe. Sasa kwa sababu Yona alikuwa amesha graduate, alikuwa ameshafuzu hivyo viwango vyote, ilibidi Mungu amfuatilie mpaka akafanye nini? Kazi yake. Tunaona kipindi kingine kulikuwa na watumishi zaidi ya manabii 700. Tunaenda sawa sawa? Walikuwa wamejificha kipindi kile, kipindi cha Elia wakati anaita moto unashuka. Wasomaji wa Biblia, Wafalme wa kwanza sura ile ya 18, wakati Elia anaita moto, kulikuwa na manabii wengi zaidi ya 700, lakini hao manabii hawakuwa na uwezo wa kupambana na mke wa mfalme. Tunaenda sawa sawa? Wote ni watumishi, lakini hawana uwezo wa kusimama mbele ya mke wa mfalme kupambana naye, isipokuwa Elia. Tunaenda sawa sawa? Na ndio maana Elia alipoomba, kusema vizuri, alipoomba nataka kufa, Mungu alimkatalia, alimletea chakula. Sio kwa sababu ya kwamba hakuna manabii wengine. Kristo asifiwe. Manabii walikuwepo wengi, lakini ni nabii yupi ambaye ameandaliwa kupambana na mfalme? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitakapoanza kusema hapa, unaweza ukaanza kujiuliza, sasa mimi si nimeamua kugoma kuimba kwaya, kwa nini Mungu asitafute mtu mwingine? Mimi si nimeamua kugoma kumtumikia Mungu, kwa nini Mungu asitafute watu wengine? Ninachotaka nikueleze, Mungu anatumia muda mrefu sana kukuandaa. Amina, watu wa Mungu. Anatumia muda mrefu sana kukuandaa. Of course ni vitu vya kitumishi sana, lakini vitakusaidia kwa sababu nitaongea na vya kibiashara baadaye. Wale watumishi wa Mungu wanafahamu, ukitembea kwenye huduma ya kinabii, amina, mtu wa Mungu, unaweza ukawa unaomba masaa mengi sana. Amina unaweza ukaomba masaa 7, masaa 8, masaa 10, ni kitu cha kawaida. Tunaenda sawa sawa? Lakini ukitembea kwenye huduma ya ualimu, kuomba masaa 7, 8 peke yake haitoshi. Tunakubaliana wote wa Mungu? Na hicho ndicho kitu ambacho kinawatofautisha sana. Mtu anaweza sema mimi ni mwalimu, alafu anakomaa sana kuomba muda mrefu. Tunaenda sawa sawa? Anasahau kitu kingine. Kwa mwalimu hauhitaji kuomba sana muda mrefu, japokuwa ni kitu kizuri pia. Tunaenda sawa sawa? Ila unahitaji kujifunza sana muda mrefu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwalimu unaenda kujifunza siku unaenda kufundisha. Tunaenda sawa sawa? Hakuna, yani siku unaenda kufundisha ndio hapo unajifunza. Hapana, unatakiwa ujifunze nyuma sana, upate muda wa practice, wa kukifanyia mazoezi kile ambacho umejifunza, alafu ndio uende kukisema. Tunaenda sawa sawa? Kwa nabii, yeye anachotakiwa moyo wake uwe wazi mbele za Mungu masaa yote, kwa sababu atasema kile ambacho Bwana anamwambia kwa wakati huo. Kristo asifiwe. Swali la kujiuliza, saa zingine unakuta mtumishi ameandaliwa muda mrefu, alafu inafika wakati anaamua kugoma kufanya kazi. Mungu ndipo anapoanza vurugu naye. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikutajie pointi chache tu, pointi 3 tu za msingi ambazo zitakusaidia sana tunapoenda kuhitimisha katika siku ya leo. Pointi ya kwanza inasema kuna kukataliwa kwa sababu ya kukimbia wito wako. Ipo kibibilia. Kuna kukataliwa kwa sababu ya kukimbia wito wako, ipo kibibilia. Sasa nataka nikuonyeshe kibibilia kuna aina ngapi za wito. Tunaenda sawa sawa Kibibilia kuna aina ngapi za wito, kwa sababu changamoto ya wito, tumefungwa sana kwenye eneo moja. Eneo la kufikiri ni kumtumikia Mungu madhabahuni peke yake. Hapa nitakuonyesha watu ambao Mungu amewaita na akawapaka mafuta kabisa, na wengine hawakuwa watumishi wa madhabahuni. Amina, watu wa Mungu. Eneo la kwanza, kwa mfano, tutaenda kusoma katika kile kitabu. Kwa mfano kuna watu ambao Mungu amewaita kuwa wafalme. Tunaenda sawa sawa? Kuna watu ambao amewaita kuwa wafalme au viongozi. Amewaita kuwa wafalme au viongozi. Nataka usome katika kile kitabu cha Zaburi ya 89 mstari wa 20.
Zaburi ya 89 mstari wa 20. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Zaburi ya 89 mstari wa 20, mahali hapo. Zaburi ya 89 mstari wa 20, utaona kitu cha ajabu sana hapo. Zaburi ya 89 mstari wa 20. Maandiko yanasema hivi: nimemwona mtumishi wangu, nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni nani jamani, mtu wa Mungu? Ni Daudi. Tunaenda sawa sawa, watu wa Mungu? Ni Daudi. Lakini Mungu anasema wazi kabisa, nimemwona mtumishi wangu Daudi. Tunaenda sawa sawa? Daudi hakuwa mhubiri. Amina, watu wa Mungu. Hakuwa mhubiri wa kuhubiri. Alikuwa tu ni mchunga kondoo, baadaye akajikuta yeye ni mfalme. Na Mungu anasema nimemwona na nimempaka mafuta. Kristo asifiwe. Maana yake nini? Kuna watu Mungu amewaita kuwa viongozi, na Mungu anawapaka mafuta kabisa kwa ajili ya hiyo kazi. Ukisoma historia yote katika vitabu vya wafalme, kila mfalme alipokuwa anaitwa, alikuwa anatumwa mtumishi wa Mungu anampaka nini? Mafuta. Mafuta kama ishara ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye amekuteua mahali hapo. Kristo asifiwe. Kwa nini hivyo vitu vilikuwa vinafanyika kitu cha namna hiyo? Ili kumuonyesha kabisa wazi kabisa ya kwamba hawa watu wamepakwa mafuta na Mungu. Na ndio maana nataka upanue fikra zako. Tunafahamu wazi kabisa ukimsema mtumishi vibaya huwa kuna adhabu, si ndio Si ndio Nataka unisikize kwa makini. Watu wengi sana hawajui, kwa sababu mfalme naye amepakwa mafuta. Nitakuonyesha hapa mstari kiBiblia, ukimsema vibaya, Biblia imeweka wazi kabisa kuna adhabu utaipata. Tunaenda sawa sawa, watu wa Mungu? Tufungue hapa mstari wa Mhubiri, tufungue kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri sura ya 10. Mhubiri sura ya 10. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 20. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 20. Mhubiri sura ya 10 mstari ule wa 20. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 20. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 20, maandiko yanasema hivi. Nitasoma kitu cha ajabu kama kilivyoandikwa hapo. Maandiko yanasema wazi kabisa, usimlaani mfalme la hata katika wazo lako, wala usiwalaani wakwasi chumbani mwako, kwa kuwa ndege wa anga ataichukua sauti, na mwenye mabawa ataitoa habari. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Hapa anasema wazi kabisa, usimlaani nani? Mfalme. Lakini pia usilaani wenye ukwasi. Ukwasi kwa sasa hivi lugha yake nini? Kiswahili chake fasaha. Watu ambao wamefanikiwa. Amina, watu wa Mungu. Watu ambao wenye utajiri. Tunaenda sawa sawa. Anajaribu kuambia usiwalaani, kwa sababu ndege watachukua sauti yako, alafu watampelekea mfalme habari. Tunaenda sawa sawa? Ninachojaribu kufikiria, hawa maandiko yanasema hivi, usimlaani hata katika wazo lako. Hawa ndege ni ndege wa ajabu. Wewe unamlaani mfalme, unasema sitaki kusema, ninamlaani katika mawazo yao. Tuko pamoja? Halafu kumbe ndege wanaweza kusoma mpaka mawazo yako, wakachukua mawazo yako wakampelekea mfalme. Hawa ndege ni wa kawaida. Kwa sababu ingekuwa ni Sauli, hamna ukimlaani mfalme hapa, ni ndege yupi ambaye ataruka hapa aende hadi kwa mfalme kumwambia, unajua bwana, kule Dodoma kuna mtu anakusema. Hawa ndege sio ndege wa kawaida. Tunaenda sawa sawa? Ni lugha ya picha ya kiroho. Kristo asifiwe. Ningeweza kupa tafsiri nyingi sana, lakini nataka nikwambie kipindi cha nyuma kuna changamoto fulani ilikuwepo, na kama vijana
ulikuwa unapambana, alafu na lahani wafalme. Tunaenda sawa sawa. Wakati fulani Mungu alinifundisha hii siri sana. Akaniambia, wakati huo nilikuwa ndo nimemaliza chuo, unapambana sasa kutafuta kazi. Akanionyesha huu mstari kwa lugha ya kinabii kwamba unapomlaani sio kwamba yeye atasikia sauti yako, ila mifumo yake ya kukutengenezea fursa inasikia hiyo sauti yako. Yeye hata siku moja hatokaa asikie sauti yako, ila ile mifumo ya kwake itasikia sauti. Kwa hiyo utakapokuja kujikuta kwamba kila unapoenda mahali ukitaka mifumo ikufungukie, labda kufungua biashara, mifumo ikufungukie kufungua kitu fulani, mifumo ikufungukie kupata labda kazi, mifumo ikufungukie kupata kitu fulani, kwa sababu umemlaani sana mfalme, ile mifumo inafungwa. Kristo asifiwe. Kwa sababu gani umemlaani sana mfalme? Kwa nini? Kwa sababu na yeye alipakwa nini? Mafuta. Kama ambavyo ni hatari kunena maneno juu ya watumishi wa Mungu, mfalme naye ni mpakwa nini? Mafuta. Kwa unapomsema unatakiwa uwe makini sana. Anaweza ukamsema kawe na wala asisikie, lakini adhabu ikawa kwako. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Tunaenda sawa sawa. Wengine mpo makanisani tu, ukikuta tu mnalaani viongozi, tunaenda sawa sawa. Unaona, unalaani, unakuta askofu unalaani. Kuna vitu unaweza ukavifanya kwa sababu hao ni watumishi, ni rahisi sana kuviona. Tunaenda sawa sawa. Hawa ni watumishi wa madhabahuni, ni rahisi sana kuwaheshimu. Lakini nataka uangalie hawa pia wa pembeni pia wamepakwa mafuta. Lazima uwe makini unaposema kitu juu yao, ili milango yako isifungwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watumishi wengine ambao wameitwa, nataka nikuonyeshe hapa. Watumishi wengine ambao wameitwa, nataka ni mtumishi mmoja, ni watumishi ambao wameitwa kuwa mafundi. Tunaenda sawa sawa. Wameitwa kuwa mafundi kabisa. Mungu anaita watu ili wawe mafundi. Naomba tusome katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 36. Kutoka sura ya 36 mstari wa kwanza na kuendelea, lakini pia Kutoka sura ya 31. Kutoka sura ya 31 mstari wa pili mpaka wa 5. Kutoka 31 mstari wa pili mpaka wa 5. Nataka tusome hii ya Kutoka 31 mstari wa pili mpaka wa 5. Kutoka 31 mstari wa pili ni mstari ambao tulikuwa tukisikia mara kwa mara. Hawa ni Mungu amewaita kuwa mafundi. Na Mungu amewaita kabisa na anawapaka mafuta. Kwa mfano 31 mstari wa pili maandiko yanasema hivi: angalia, nimemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri wa kabila la Yuda. Amina, watu wa Mungu. Mwita kwa jina lake. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Mstari wa 4 anasema, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito na kutiwa mahali na kuchora miti na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ushafikiri kwamba huyu mtu naye amepakwa mafuta na Mungu, ameitwa na Mungu, sio kwenda kuhubiri? Amina, watu wa Mungu. Ameitwa na Mungu na Biblia inasema nimemjaza roho. Kwa hiyo yeye ni mtu ambaye ni waajabu sana. Akikaa dakika chache, akikishika kitu anaweza akashangaa akadesign kitu cha ajabu chochote. Akishika kitu anaweza akashangaa amedesign pete. Akishika kitu anaweza akashangaa amedesign kechi. Kumbe ile ni roho ya Bwana ipo ndani yake. Kristo asifiwe. Nataka nikutajie hizi kwanza ili uweze kupanua moyo wako. Mungu anavyoita watu ili tu usifunge moyo wako kwenye watu wa madhabahuni. Okay, tuangalie mstari mwingine.
Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20:21 mpaka 23. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20:21 mpaka 23. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20:21 mpaka 23. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20:21 mpaka 23. Mambo ya Nyakati wa Pili 20:21 mpaka 23. Maandiko yanasema hivi: naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakao mwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliondokea wenyeji wa mlima Seiri kwa ulia mbali na kuharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hawa wakao Seiri, wakajitia karibu kila mtu na mwenzie. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni waimbaji, tunaenda sawa sawa. Ni watu Mungu amewapaka mafuta kabisa kuwa waimbaji, lakini ni waimbaji ambao wana upako wa tofauti. Wakiimba nyimbo zao, ushindi unatokea katika maisha yako bila kupigana. Amina, watu wa Mungu. Ushindi unatokea katika maisha yako bila kupigana. Sasa tungepata nafasi tungejifunza somo la uimbaji. Nitakueleza saa zingine kwa nini saa zingine ukiamkaga asubuhi unaanza kusikia wimbo unaimba. Naenda sawa sawa. Unaweza ukasikia tu wimbo unaimba. Mara nyingi sana ukisikia wimbo unaimba, jifunze kutafakari yale maneno ya ule wimbo. Mara nyingi huwa ni Roho Mtakatifu anakuambia kitu kilichoko mbele yako. Tunaenda sawa sawa. Kwa mfano, dada mmoja alikuwa ananieleza wazi kabisa, kila siku akiamka asubuhi anasikia wimbo tuonane paradiso. Tunaenda sawa sawa. Anausikia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4. Baadaye akaja kunishirikisha, nikamwambia, huu wimbo kwanza unaimbwaga wapi? Tunaenda sawa sawa. Unaimbwaga wapi? Nikamwambia kuna kitu ambacho kuna mtu unamwaga anaondoka katika familia yako. Tunaenda sawa sawa. Kuna mtu unamwaga anaondoka katika familia yako. Tuanze kukemea roho ya mauti. Tunaenda sawa sawa. Nakumbuka tulikuwa mchana tukakemea ile roho. Baada ya siku 2, ndugu yake ambaye ndo alikuwa anamlea akapata ajali, lakini akaumia tu kidogo, hakufariki. Tunaenda sawa sawa. Lakini Roho Mtakatifu alikuwa anampa wimbo asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu Sheikh, kuna dada mmoja naye alikuwa anasema yupo kwenye mahusiano anamuuliza Mungu kwamba nitapata wapi, mbona niko na wavulana hapa 2 watatu, kuna mmoja ambaye naona yuko serious. Ameenda mbele za Mungu akimuuliza, sasa Mungu, huyu ndio mwenyewe au sio? Akiamka asubuhi anasikia ule wimbo, uko single. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anausikia huo wimbo. Nataka nikwambie, yeye anaendelea kumwomba Mungu akimuuliza, lakini tayari kuna jibu limeshajibiwa. Ndio maana ni vizuri sana kujua nyimbo. Tunaenda sawa sawa. Nyimbo huwa zina ujumbe, na mara nyingi sana Mungu huwa anazileta asubuhi wakati akili yako haijavurugwa na kitu chochote, bado haijavurugwa na kitu chochote, au ukiwa bafuni. Tunaenda sawa sawa. Bafuni kwa sababu mwili unakuwa umerelax sana, nyimbo huwa zinakuja ndani ya moyo wako. Zinapokuja tunaweza tukapata kujua ujumbe ambao unatakiwa ufundishe. Kristo asifiwe. Saa zingine watumishi wanafahamu kwa ualimu ni kazi. Tunaenda sawa sawa. Kufundisha sio jambo jepesi, kwa sababu lazima ujue Mungu anataka kufundisha nini wakati huo. Tunaenda sawa sawa. Umeona hapa tujafundisha mambo ya uchawi, tumeweza siku zote 5, si ndio? Mambo ya sijui roho ya kutupiwa nini. Kupata ujumbe saa zingine inabidi utulie mpaka usikie wimbo ambao unaimba ndani ya moyo wako. Unaposikia wimbo na ukapata mistari, unagundua kabisa leo Roho Mtakatifu amekupangia ufundishe nini kitu hichi. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Kwa ndio maana naomba, kuna waimbaji ambao wana hicho kitu. Si kila mwimbaji ana hicho kipao katika hizi nyimbo za tunazoziimba.
Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wengine ambao nataka tuangalie ndio sasa watumishi ambao tunawafahamu. Amina, watu wa Mungu. Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 11. Waefeso 4 mstari wa 11. Waefeso 4 mstari wa 11. Mstari ambao tumeufahamu mara kwa mara. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11. Maandiko yanasema wazi kabisa. Waefeso 4:11 yanasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kukamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengeke. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hili ni eneo ambalo tunalifahamu kabisa. Amina, watu wa Mungu, kwamba kuna ambao Mungu kwa kweli amewaita wao kuwa mitume, kuna ambao amewaita kuwa manabii, amewaita kuwa wachungaji, kuna ambao amewaita kuwa wainjilisti na walimu, na wote wanafanya kazi vizuri. Lakini moyo wako natamani usifungike kuona kwamba hawa ndio walioitwa peke yao. Kuna mtu anaitwa Bezaleli, tumemsoma hapa. Yeye hajaitwa kuhubiri, hajaitwa kuwa nini, ameitwa tu kuwa bora katika kufanya kazi. Kuna mtu anaitwa Daudi. Yeye hakuwa bora kila eneo, yeye aliitwa kuwa mfalme. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Nataka sasa tuangalie pointi ya pili. Kuna kukataliwa kwa sababu unatembea kwa hatua zisizo sahihi za wito wako. Hapo ndo nataka sana tusikilize kwa makini. Kuna kukataliwa kwa sababu unatembea kwa hatua zisizo sahihi za wito wako. Kila wito una hatua zake za kutembea. Amina, watu wa Mungu. Una hatua zake, una namna ambavyo unatakiwa utembee. Unapokuwa utembei zile hatua ambazo umekusudiwa, zinaleta madhara. Kwa mfano, hebu tusome kwanza, tusome huu mstari wa Waefeso sura ya 4 mstari wa kwanza. 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 Efeso 4 mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi: kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitiwa. Tarudia tena. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitiwa. Huu mstari unachotuambia hapa, hautakiwi kwenda kama watu wengine wanavyoenda. Tunaenda sawa sawa. Enenda kwa kadiri ya wito wako unavyotaka uende. Kristo asifiwe. Enenda kama unavyotaka wito wako uende. Usiende kama watu wanavyotaka uende. Wito wako unataka uendeje? Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye mienendo ya wito tunatofautiana. Okay? Kwa kifupi, labda ili tuweze kufupisha na kukupa mistari kadha wa kadha, kuna ambao Mungu amewapa wito zaidi ya mmoja, na wanatakiwa waenende na hizo wito zao zote. Tunaenda sawa sawa? Kuna ambaye ameitwa zaidi, amepewa kitu zaidi ya kimoja, na anatakiwa abebe vyote. Kuna ambaye amepewa wito mmoja, yeye ataenenda kwa wito mmoja. Mathayo sura 25 inasema wazi kabisa, kuna aliyepewa talanta 5. Yeye anatakiwa atoe hesabu ya talanta ngapi? 5. Aliyepewa talanta 3 anatoa hesabu ya talanta 3. Aliyetoa talanta 1 atatoa hesabu ya talanta 1. Kristo asifiwe. Ni hatari sana yule ambaye amepewa talanta 5 akatoa hesabu ya talanta 1. Maandiko yanasema hivi: aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi. Aliyepewa vichache, kwake huyo vitatakwa nini? Vichache. Kwa usiige kama wenzako wanavyofanya wengine. Kama wewe wito wako, nitakuonyesha hapa kwa mfano wito wa Paulo alivyopewa vitu vingi.
Kama wito wako umepewa vitu vingi vya kufanya, Mungu anakusudia umpe kazi nyingi. Sasa tumwangalie kwa mfano Paulo. Paulo tunamfahamu watu wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Saulo. Tuangalie alikuwa na vitu vingapi. Amina watu wa Mungu. Paulo wito wake wa kwanza kabisa ambao alikuwa nao, tunaenda sawa sawa. Wito wake wa kwanza kabisa ambao alikuwa nao, alikuwa ni msomi mwenye elimu kubwa, PhD. Tunaenda sawa sawa. PhD maana yake ni doctor sasa hivi, si ndio Alikuwa ni msomi kabisa. Ndio maana alikuwa na uwezo wa kufanya utafiti na kuandika. Tunaenda sawa sawa. Nyaraka ambazo tunazisoma, hizi nyaraka za Mtume Paulo, zilikuwa ni tafiti amefanya, ameenda mahali anahubiri, ameangalia, akafanya tafiti, akaandika. Ndizo ambazo linazisaidia mpaka leo kanisa. Tunaenda sawa sawa. Nataka nikuhakikishie, ungeweka injili za Yesu Kristo peke yake, tunaenda sawa sawa, bila kuweka nyaraka za Paulo. Zile injili za Yesu Kristo zinahubiri habari za Kristo kabisa, tunaenda sawa sawa. Lakini kuna kitu zilikosa, jinsi ya kulifanya kanisa liweze kuenenda. Kuna changamoto labda za wajane, kuna changamoto za watu labda wananena kwa lugha kuliko kusikiliza neno. Yesu hakuziongelea hizo. Tunaenda sawa sawa. Amekuja mtu mwingine anaitwa Paulo, ndio akasema, akaenda kwa Wakorintho akasema, hawa watu wananena kwa lugha ila wasikilizi neno, na mpaka wanashindana. Akaandika aina za karama, akasema jamani, sio karama moja tu iko mahali hapa. Akaenda kwa Wagalatia, akaona hawa watu hawakui. Kristo asifiwe. Akaenda kwa Timotheo, akaona kabisa huyu ana roho ya utumishi, lakini kuna mambo kadha kadha bado yanamsumbua, yanamfunga. Akaandika. Vitu vyote ambavyo ameandika kwenye nyaraka ndivyo vitu ambavyo makanisa mengi mpaka sasa hivi tunavitumia ili kulifanya kanisa liwe imara. Kuna matatizo mengine yakitokea, tunaenda kwenye nyaraka za Paulo ili kuweza kutatua hayo matatizo kanisani. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa msomi, amenyoka. Huo ni wito wa kwanza. Tunaenda sawa sawa. Wito wa pili, alikuwa fundi. Amina watu wa Mungu. Alikuwa fundi. Ukisoma Matendo 18 mstari wa 3. Matendo sura ya 18 mstari wa 3. Matendo sura ya 18 mstari wa 3. Paulo huyu ambaye ni mhubiri tunamfahamu. Matendo sura ya 18 mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi. Matendo 18 mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi, na kwa kuwa kazi yao ya ufundi ilikuwa moja, akakaa kwao, wakafanya kazi pamoja, kwa maana walikuwa mafundi wa kushona hema. Tunaenda sawa sawa. Mstari wa 4 anatuonyesha hoja, akatoa hoja zake katika sinagogi kila Sabato, akijaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Mstari wa 3 na wa 4 ukiunganisha utapata jinsi Paulo alivyokuwa anafanya kazi. Okay? Yeye alishagundua kwamba nina vipawa kadhaa, nina ufundi. Tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo alichokifanya, alibadilisha mfumo hasa katika ile eneo alilokuwa amefika. Siku 6 alifanya kazi za ufundi. Na mstari wa 4 anatueleza wazi kabisa siku aliyohubiri ilikuwa ni siku ipi. Ilikuwa ni siku ipi watu wa Mungu? Ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake siku zingine hakufanya hicho kitu. Kusoma mstari wa 4, akatoa hoja zake katika sinagogi kila Sabato. Kwa hiyo yeye siku za Sabato ndo alienda kufanya kazi nyingine. Lakini hizi siku zingine alifanya kazi ya ufundi. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Ni mtumishi gani wa mtu wa Mungu? Paulo jamani. Amina watu wa Mungu. Twende tuangalie kitu kingine. Tuangalie kitu kingine ambacho alikuwa nacho Paulo. Ukija katika wito sasa huwa kumtumikia Mungu, Paulo ukisoma katika kile kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7. Maandiko yanasema hivi. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7. Maandiko yanasema hivi, nami kwa ajili ya huo naliwekwa niwe mhubiri na mtume. Nasema kweli, sisemi uongo, mwalimu wa mataifa katika imani na kweli.
Amina, watu wa Mungu. Tunaona hapa kitu kingine. Paulo alipewa wazi kabisa, alipewa kuwa mhubiri. Mhubiri kwa sasa hivi ni nani? Mwinjilisti. Tunaenda sawa sawa. Alipewa kuwa mwinjilisti, alipewa kuwa na huduma ya kimitume, na alipewa kuwa na huduma ya mwalimu. Amina, watu wa Mungu. Saa zingine huwa naonaga watu wanapata shida sana wanaposikia mtu anasema mimi ni mtume na nabii. Okay, unaweza ukawa na changamoto, lakini kibiblia ni kitu kiko sahihi. Amina, watu wa Mungu. Mtu anaweza akawa na hicho. Paulo alikuwa mwinjilisti, alikuwa mtume, na alikuwa mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Paulo huyu ambaye tunamsema. Sasa nataka nikuonyeshe Paulo alipewa vitu vyote hivyo. Kwa nini? Ni sehemu chache sana Paulo aliwaambia wazi kabisa kwa nini kuna muda ilinilazimu nifanye kazi. Maeneo machache sana. Kwa mfano kuna eneo aliwaambia wazi kabisa, jamani, inabidi mimi nifanye kazi kwa sababu ya huduma yangu ya kiinjilisti ili nisiwalemee. Tunaenda sawa sawa? Maana yake nini? Alikuwa anafanya kazi kwa juhudi sana ili akienda kufanya mikutano yake ya injili asiweke bajeti kubwa kwa wale wanaokaa. Kristo asifiwe. Ili wale wanaokaa watapokea, lakini yeye kwa sababu kuna baadhi ya bajeti ameikava, wataendelea kufanya huduma vizuri. Sasa nataka ufikirie kitu cha namna hii. What if Paulo angeamua kusema wito wa kufanya kazi sifanyi nao tena kazi, mimi nabaki kuwa mhubiri? Nataka ujaribu kufikiria kitu cha namna hiyo. Angesema mimi wito wa kufanya kazi naacha, nabaki kuwa mhubiri tu. Mimi wito wa ule wa kusoma sana nataka niache, nabaki kuwa mhubiri. Kuna kitu angepungukiwa. Kitu cha kwanza, tusingekuwa na vitabu vya nyaraka. Lakini kitu kingine ambacho tunakiona wazi kabisa, ingesababisha mikutano yake ikawa inawalemea watu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alimpa wito wa kila namna ili kuhakikisha kusudi lile, pamoja na kwamba anahubiri, liweze kumsaidia kuweza kubeba baadhi ya gharama kadha wa kadha. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja ambacho kinaweza kikakusaidia. Mungu anaweza wewe mwenyewe akawa amekupa wito zaidi ya mmoja. Amina, mtu wa Mungu. Anaweza akawa amekupa wito wewe wa kufanya biashara, lakini pia anaweza akawa amekupa wito wewe wa kufanya huduma kanisani. Tunaenda sawa sawa? Usifunge ule wito wa kufanya biashara ukaja ukakaa peke yake katika wito wa kufanya kanisani. Ukifanya hivyo, kuna mahali Mungu, kwa sababu alikupa vitu vingi, kuna mahali utakwama. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Mara nyingi sana huwa napenda sijui kama tunafuatilia watumishi Mungu ambao anawainua sana sasa hivi. Jaribu kufuatilia. Wengi ni watumishi ambao wana kitu kingine wanafanya, alafu Mungu anawaita kwenye utumishi na hawaachi kile walichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Usikae tu kushangilia tu mtumishi amekuja, watu wamejaa, watu 10,000, 20,000. Fuatilia maisha yake mengine. Tunaenda sawa sawa? Fuatilia maisha yake mengine. Anaishije? Utakuja kugundua kuna watu wanafanya vitu vingi tu, isipokuwa kinachoonekana ni kile tu cha kuhudumu. Lakini kuna vitu vingine vikubwa sana wanafanya. Wengine wanafanya mashamba makubwa sana, lakini tunachokiona ni kile tu anachofanyeje? Anachohudumu. Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Pointi ya tatu ambayo nataka tuiangalie sasa, jifunze mara kwa mara kujua wito wako unahitaji utembeeje. Jifunze mara kwa mara kujua wito wako unahitaji utembeeje. Sasa hapa tutazigawa vizuri kabisa. Nimekuonyesha wazi kila wito una namna unavyotembea. Tunaenda sawa sawa? Na hauwezi ukafanana na watu wengine. Unajua tupo team. Tukiendaga vijijini, huwa nawaambiaga wenzangu, kwa kweli mimi naomba nikae. Amina, watu wa Mungu. Kwa tunatafutaga watumishi pale wanaopiga ile injili yenyewe, kwa sababu kule wanahitaji injili ya moto.
Itaenda sawa sawa. Mimi Mungu amenipa kufundisha. Kwa hiyo tunatafuta katikati yetu ambaye anapiga injili. Naambia Bwana wewe nenda. Wengine wangekuwa wanang'ang'ania tu na mimi najua hapana. Wito wangu haupo hivyo. Tunaenda sawa sawa. Sasa nataka nikuonyeshe kitu kimoja kikufungue fikra zako. Kwenye biashara ni vizuri sana kujua wewe Mungu amekuita kuhudumia wateja wa aina gani. Kristo asifiwe. Ni vizuri sana kujua wewe Mungu amekuita kuhudumia wateja wa aina gani. Katika maisha lazima ukubali kuna wateja lazima uamue kuachana nao ili kuenenda na wale ambao umepewa kuhudumia. Kuna maduka unaenda, nilienda pale Dar, kuna duka moja nilienda nikakuta mkanda, ule mkanda wa kiunoni ni watumishi. Mkanda wa kiunoni unauzwa 50,000. Nikautazama mara mbili. Unajua unautazama mara mbili ndio wenyewe kweli huu au anatania. Alafu ukitoka ukaenda hapa Karume tu. Mikanda ile ile 5,000, 4,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa saa zingine unauliza kama una imani kama unanunua kwa sababu kenarudi. Alafu urudi. Kesho nikawa namwambia rafiki yangu kwamba bwana kuna sehemu nimeenda ile duka wanauza vitu kwa bei. Sio wanauzia kina nani hawa watu. Kwa sababu twende tukapaangalie. Tulipoenda tukakuta mitatu imepungua. Tunaenda sawa sawa. Jana ilikuwa 17, 10 na kitu. Tumerudi kesho yake mitatu imepungua. Maana yake kuna watu wao wanapenda bei ya namna hiyo. Tunaenda sawa sawa. Kuna watu wao ukiwatajia bei nafuu wanajua ni feki. Yaani kuna watu ambao wameumbwa hivyo. Kitu chochote cha bei nafuu ni feki. Sasa lazima ujue wewe Mungu amekuita kuhudumia watu wa aina gani. Kama ameita kuhudumia watu wa namna hiyo, unaweza ukajitahidi sana kufanya vitu kwa bei ya chini. Ukashangaa wale watu ambao Mungu amekuitia wakakukimbia. Kwa sababu hakukuitia ufanye huduma kwa namna hiyo. Kristo asifiwe. Kuna mchungaji mmoja yuko hapa Tanzania. Wakati anaanza huduma, akasema mimi kwa kweli kila nikijitahidi ni mbongo, amina, ni mbongo tu hapa. Kila lakini nikijitahidi kuhubiri kwa Kiswahili nateseka. Yaani nakosa amani, naona ibada haiendi. Kwa amepambana. Akaamua kuanza kuhubiri kwa Kiingereza. Sasa sikia, alipoanza kuhubiri kwa Kiingereza akapata watu. Maana yake kuna watu wao wanapenda ibada za Kiingereza. Na Mungu akamwandaa mtumishi ambaye anatakiwa afundishe kwa kutumia nini? Kiingereza. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Sasa wewe ukijaribu na wewe kuiga njia yake, hubiri Kiingereza uone. Watu watakuangalia tu. Kwa sababu hiyo sio njia yako. Tunaenda sawa sawa mtu wa Mungu. Lakini yeye ni njia yake na amepata watu. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kwa ninachotamani ujue njia ya wito wako. Kama wito wako kwa watumishi sana hichi nasisitiza ambao Mungu na wengine Mungu atawaita kwenye huduma. Kuna ambao Mungu amewaita kweli mtakuwa watumishi wanaita full time minister. Utakuwa ni mtu mtumishi wa kumtumikia tu Mungu madhabahuni muda wote. Lakini katika kizazi chetu Mungu haiti sana watu wanaomtumikia Mungu muda wote. Tunaenda sawa sawa. Anaita watu ambao watamtumikia Mungu lakini pia watakuwa na majukumu mengine. Changamoto kwa sababu hiki cha kumtumikia Mungu kinaonekana sana, ni rahisi sana kuacha hivi vingine ukabaki na hichi. Unapoacha hivi vingine ukabaki na kumtumikia Mungu, kuna mahali utakwama. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Kristo asifiwe. Natamani sana hicho kitu kiweze kukusaidia. Labda niseme kitu kimoja ambacho kinaweza kukusaidia. Kwa mfano tumwangalie mfano huyu mmoja wa mtumishi wa mwisho, tumwangalie huyu mtumishi wa Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ya 4. Ni mtumishi wa Mungu ambaye kwa kweli natamani kujifunza kitu kimoja. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 4. Nitawaeleza kitu kimoja kizuri sana ambacho kitakusaidia hapo.
Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Maandiko yanasema hivi, Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Maandiko yanasema hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, naye unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemuia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kwa kuwa watumwa. Tunaenda sawa sawa? Huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja hadi watu wa Mungu hapo? Alikuwa mtumishi wa Mungu mzuri sana. Lakini wakati anakufa, alikufa na madeni. Kristo asifiwe. Alikufa na nini? Na madeni, na madeni yaliyosababisha madhara mpaka kwenye familia. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ukimsoma Elisha ni mmoja ya watumishi ambao alikuwa halali njaa. Tuko pamoja? Kila muda meza yake ilikuwa na chakula. Swali linajiuliza, kwa nini watumishi waliofanya kazi naye, tunaenda sawa sawa, familia zao zilikuwa na njaa? Hapo ndipo nataka upate huu ufunuo utakusaidia. Hichi kitu naomba ni acknowledge kabisa, nilijifunza kwa mtumishi wa Mungu Mwalimu Wakasege. Tunafahamu aliwahi kusema hichi kitu: Mungu kukutunza uchumi wako kama mtumishi ni rahisi, ila si uchumi wa kundi. Tunaenda sawa sawa? Ukiomba hela ya kwenda kuhubiri ni rahisi kuipata, ila kuomba hela ya kupata ada ni ngumu. Kwa hiyo usifurahie tu umepata hela ya kwenda kuhubiri ukasahau kwamba kuna familia ambayo inakutegemea huko nyuma. Tunaenda sawa sawa? Huyu mtumishi alikuwa akienda kwa Elisha kwa sababu Elisha meza yake muda wote imejaa chakula. Hakuwa na shida. Utakula, utasaza. Elisha alikuwa anakataa mpaka sadaka za watu, tunafahamu si ndio? Utakula, utasaza. Elisha alikuwa na chakula, nchi nzima haina chakula, lakini yeye anakula vizuri tu. Soma katika kitabu cha Wafalme. Nchi nzima haina chakula, lakini yeye anakula vizuri. Lakini hawa ambao walikuwa wanakaa nao hawakujua kwamba ule ulikuwa ni upako wa kuwatunza wao. Ili waweze kutunza familia zao, walihitaji kufanya kitu kingine ambacho kinaweza kwenda kuwasaidia familia zao. Kristo asifiwe. Ndio maana wale watumishi walikuwa wanashangaa wakiwa na Elisha wanastawi, lakini familia zao hazifanyeje? Hazistawi. Kwa sababu ule upako ulikuwa ni wa kumhudumia mtumishi tu, sio kuhudumia familia. Kristo asifiwe. Mtumishi mwingine ni Elia. Tunafahamu watu wa Mungu. Siku moja amegombana na mfalme, akasema nafunga mvua. Tunaenda sawa sawa? Alipofunga mvua, tujiulize wote kwa makini. Mungu akamwambia wewe kimbia kwenda wapi? Kwenye kijito. Si ndio? Kunguru alikuwa analeta nini? Chakula. Naomba tuulizane. Okay. Elia yumkini alikuwa na familia. Familia ilikula wapi? Kunguru alipeleka chakula kwenye familia? Elia si alikuwa na wazazi pia? Si alikuwa na mjomba? Alikuwa na shangazi? Unaweza kusema labda alikuwa hajao, okay. Lakini alikuwa na wajomba, alikuwa na shangazi. Hao waliishi. Kwa hiyo mtumishi yeye alikuwa anapata chakula. Kunguru kila siku alikuwa anakuja asubuhi, analeta chakula kwa Elia, na jioni analeta chakula. Ila kwenye familia, hiyo ni kazi yake. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Ndio maana kama mtumishi lazima ujue wito wako unaendaje. Wito wako unaweza ukakubeba wewe kama wewe, lakini kuibeba familia yako unatakiwa uwe na neema nyingine ambayo inahitaji ni kazi nyingine kwa ajili ya kuibeba nini? Familia. Kwa sababu likitokea la kutokea, Mungu ataenda kukutunza wewe. Mungu anaweza akawaacha wengine. Na ndio maana unakuta familia za kitumishi zinakuwa na nini? Na changamoto. Kwa sababu aliyeitwa ndiye anayetunzwa. Sasa Elia amefunga mvua miaka 3. Na Mungu alikuwa wa ajabu sana. Mto ulipo katika, kitu gani kilichotokea? Akamwambia Elia, nenda kwa mama mjane. Sikiliza, alienda Elia peke yake. Familia yake. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikwambie
Kuna namna ambavyo saa zingine kuna namna ambavyo kama mtumishi hichi kipate kuingia ndani yako. Wito wako lazima ujue kutunza familia na kutunza vitu vingine unahitaji neema nyingine kama ya Paulo. Tunaenda sawa sawa? Paulo ndo maana ilibidi apambane afanye na kazi zingine ili aweze kuwakumbuka na wapi? Nyumbani. Kwa sababu ni rahisi sana kukava gharama za mtumishi, ila si gharama zako. Kwa miaka michache, mimi nawaeleza kwa sababu hapa wote ni watumishi na kesho kutwa kanisa mtakuwa watumishi. Ni rahisi sana gharama za mtumishi kutunzwa, kirahisi sana. Ila sio za familia yake. Kristo asifiwe. Kwa nini? Mungu anatunza alichokiita. Ukitaka kutunza familia, inabidi utafute wito mwingine wa jinsi ya kutunza familia, ambapo mara nyingi inakuwa ni kazi. Amina watu wa Mungu. Amina watu wa Mungu. La sivyo utakuwa unalaumu tu. Unasema Bwana, hapana. Kule kuna namna yake Mungu anaitunza unapofanya kazi ya mikono yako. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Natamani sana kwenye huu katika hii kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza, kwa sababu huyu mtumishi huyu alikufa na alikuwa anakula vizuri kwa Elia, lakini akaacha madeni. Tunatamani sana hiyo roho ya madeni isikae katika maisha yako. Sema amina mtu wa Mungu. Isikae katika maisha yako. Unapomtumikia Mungu, Mungu akupe neema ya kushughulika pia na madeni ambayo yapo. Mojawapo ya kitu ambacho kinaanza kukushtua kwamba unahitaji kuongeza wito mwingine ni madeni. Tunaenda sawa sawa? Hii familia ingejuaje kwamba kuna mwanamke ana akili ya biashara lakini alikuwa amekaa? Kwa sababu tunachokiona hapa kwenye Biblia, Elisha alimwambia nenda kachukue kaombe vyombo vitupu katika majirani, halafu vijaze mafuta, halafu hayo mafuta ukayauze. Kulikuwa na upako wa kibiashara walikuwa nao, lakini hawakuutumia mpaka madeni yakaingia katika familia. Kwa nini? Walibaki tuna ile jina kwamba mimi ni mke wa mtumishi, sitaji kufanya kitu kingine. Kumbe kulikuwa na upako mwingine ambao umebaki katika familia yake, ambao angeutumia ungeweza kusaidia katika familia yake na wala pasingeingia na changamoto. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Tunatamani sana hicho kitu ambacho kiweze kuingia katika familia. Hasa kwa dakika hizi chache, siku vitu vingine tutakuja kuongea navyo siku nyingine ambavyo Mungu akitupa nafasi. Tulipata nafasi ya kwenda bungeni. Tumeshi ni shahidi pale. Nakuta watu ni wabunge na wananena kwa lugha na wanachapa fire. Alo fire. Tumeshi uko pale wanakuchapa fire. Hawakutani. Ni mbunge lakini bado anaombea watu. Tunaenda sawa sawa? Anaombea watu. Achana na wale ambao wameingia kama maaskofu. Tunaenda sawa sawa? Wale walioingia kama maaskofu unaweza ukajitelea huyu alikuwa anajua kuhubiri tokea zamani. Lakini kuna watu wako pale wakimya na hawajulikani, lakini wanapiga fire na ni wabunge. Wanakwambia mimi niliingia hapa kwa sababu ya maombi, napiga maombi, lakini wito wangu ni kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nitakuwa namtumikia Mungu kama mbunge, lakini pia kama mhubiri. Kwa hiyo hakuna haja ya kusema kwamba mimi kwa sababu sasa hivi nimekuwa mhubiri niache kwenda kugombea ubunge. Hapana. Ni mhubiri naenda kugombea ubunge. Tunakutana bungeni, kanisani, tunachapa nchi. Kristo asifiwe watu wa Mungu. Basi tutaenda kwa dakika hizi chache. Cha kwanza natamani sana kwenda kuomba kwa ajili ya kama mtu kuna madeni yanakusumbua. Amina watu wa Mungu. Mungu akupe neema uweze kwenda kuyalipa. Amina watu wa Mungu, uweze kwenda kuyalipa. Na kama siku yalipa, Mungu aachilie msamaha. Amina kuna watu ambao Mungu anaweza kapitisha msamaha na hayo mambo mengine yakafika. Lakini jambo lingine ni Mungu afungue fursa za kibiashara. Hicho ni kitu ambacho nimekisikia sana tokea asubuhi. Mungu afungulie watu fursa za kibiashara. Wawe na biashara zaidi ya moja. Kuna mtu mmoja alikuwa anafanya tathmini, ni ngumu sana. Kuna miaka ya nyuma hapa ilikuwa ni ngumu sana kufanya umalize wiki nzima haujatumia bidhaa kutoka kwa Azam. Ndio sawa. Ilikuwa ni ngumu sana. Yule jamaa alichokifanya, ukimkwepa kwenye maandazi
utamkamata kwenye chapati. Ukimkwepa kwenye chapati, akatengeneza nini? Utamkamata kwenye vinywaji. Ukimkwepa kwenye vinywaji, utamkamata kwenye nini? Kuna mchele super sasa hivi. Tuenda sawa. Alitengeneza vyanzo vingi vya kibiashara ambavyo lazima wiki ikiisha atakukamata tu. Tunatamani sana wiki isiishe, tutumie bidhaa yako, mtu wa Mungu. Sema amina, mtu wa Mungu. Basi simama kwa miguu yako sasa. Simama kwa miguu yako.